Kanisa Anglican Tanzania Dayosisi ya Ruvuma limemwomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali anayoiongoza kuwasaidia kupata mwekezaji katika eneo la mwambao wa Ziwa Nyasa linalomilikiwa na kanisa hilo lililopo Liuli wilayani Nyasa. Akiongea na mwandishi wa habari hizi katika kanisa kuu Anglican lililopo Liuli wilayani humo, Askofu Raphael Haule amesema kuna fursa za kiutalii na za uwekezaji. Kwa mfano sasa hivi tuna fukwe nzuri sana, bichi nzuri sana fukweni mwa Ziwa Nyasa, ambapo kama tutapata wawekezaji, tunashukuru serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Daktari, kwa kweli kwa jitihada zake nyingi za kukaribisha wawekezaji kutoka nje. Sisi tunaomba watu wa Nyasa, tunamwomba Mheshimiwa Rais atukumbuke sana na sisi atuletee hao wawekezaji. Tunayo maeneo ya uwekezaji lakini hatuna hao wawekezaji. Kwa hiyo kama tutawapata, basi waje washirikiane na sisi kanisa. Tunayo maeneo, tunaweza tukawekeza pamoja, kanisa likapata, serikali ikapata na mwekezaji naye akapata. Aidha, Askofu Haule amewakaribisha Watanzania na raia wa nchi za kigeni kuja kutembelea ziwa hilo ambalo lina wingi wa vivutio na uzuri wa aina yake, wakiwemo samaki wa mapambo na watamu kupitiliza. Sisi kama kanisa lililopo mwambao wa Ziwa Nyasa, hili Ziwa Nyasa kwa kweli napenda ni wakaribishe wa Tanzania na hata watu kutoka nje ya Tanzania waje watembelee Ziwa Nyasa. Ziwa hili limekuwa ni sehemu nzuri na ya pekee kiutalii. Ni ziwa zuri sana. Sijawahi kuona, nimezunguka maziwa mengi lakini sijawahi kuona kama Ziwa Nyasa. Lina samaki wazuri, samaki wa mapambo, kuna maeneo mazuri, kuna wanyama kama vile mamba, lakini pia kuna viboko ndani yake. Lakini pia ziwa hili limekuwa ni sehemu ya uchumi wa wana Unyanja, kwa maana watu wanaokaa pembezoni mwa ziwa hili Nyasa. Watu wamekuwa kwa miaka mingi limekuwa ni kitega uchumi chao, kwa sababu wanavua, wanapata mahitaji yao. Kwa hiyo ni sehemu ya muhimu sana kwa wakazi wanaokaa mwambao wa ziwa hili. Jeremia Wilson Nindi mwenye umri wa miaka 78 aliyezaliwa, kukulia na kuishi sehemu kubwa ya maisha yake mwambao wa Ziwa Nyasa amemwelezea samaki aina ya kambale kuwa ndiye anayeongoza utitiri wa samaki wengine waliopo ziwani humo kwa utamu, huku akiwafunda wavuvi wa dagaa jinsi ya kuwafanya dagaa kuwa watamu wakati wa maandalizi. Samaki alikuwa mtamu sana ni kambale, kwa sababu ana mafuta kama nguruwe. Alafu anafuatia kuna samaki moja tu mbelele. Alafu anafuata mbasa na ngumbu na mbufu. Si mtamu lakini mpaka anikwe, lakini mbichi kidogo, kwa sababu mnafuata unakuwa kama pamba hivi. Akianikwa anakuwa ni mtamu sana na utampenda. Kwanza alikuwa anakausha ule dagaa kwa njia ya kuchemsha. Sasa hivi umegeuza, unachemsha dagaa zile kwa njia ya wanasema kisasa, wanapasha tu moto kidogo kwenye kikapu na kwenda kuanika, unakuwa kama ngonda. Sasa wale hawana ladha zaidi kama wale tulikuwa tunachemsha mara ya kwanza, kwa sababu ule wa kwanza kuchemsha vizuri, unaanikwa vizuri, unakausha vizuri, ndio ule unakwenda mpaka Dar es Salaam mpaka wapi kipindi kile. Lakini sasa hivi hata kupeleka Dar es Salaam huu hapa hawataki sana, watu wanapenda ule kuchemsha ule wa zamani, kwa sababu unanukia. Lakini sasa huu unakuwa kama umekauka kidogo, hauna ladha vizuri. Mvuvi mwingine katika ziwa hilo na mkazi wa Liuli wilayani Nyasa, Alfa Sanga, ameelezea faida zaidi ya ziwa hilo. Kwa majina anaitwa Alfa Sanga, ni mkazi wa Liuli, natokea hapo Mkalachi. Na kama sasa hivi nipo katika ziwa Nyasa kuja kufanya kazi zetu ndogo ndogo kama uvuvi. Ziwa hili hapa lina umuhimu sana kwa sisi kama wakazi wa kanda hii hapa ya Nyasa. Kwanza
kama inavyojulikana, ziwa hili linasaidia katika masuala ya usafirishaji. Manake ziwa hili limeanzia usawa Mbaba Bay pale mpaka kuna kitu kingine kipo Mbeya huko. Kwa watu wao wanachukuliwa, wanasafirishwa kila mtu kutokana na sehemu anayohitaji kufika. Hivyo kwa hiyo ziwa linasaidia kwanza kwenye swala la usafirishaji. Pili, kama vitoweo, watu tunapata mboga, watu tunapata samaki ambazo tunafanya kuuza, tunakuza uchumi wetu, saidia kupata mahitaji yetu ya msingi. Swala lingine kama ziwa ni enjoyment kwa kila mtu. Ni sehemu ya furaha kwamba mtu akitoka huko kuna swala la joto anakuja kupumzika, kupooza mwili. Hivyo ni moja ya burudani kwa kiumbe hai. Pia beach kama hii hapa simply ni source of attraction. Kuna wazungu mbalimbali wanatokea, mfano kuna hospitali ya St. Annes. Kuna wazungu pale mara nyingi wanapenda kuja kupoa maeneo haya hapa. Kwa hivyo inatusaidia katika swala la attraction. Na sasa kwa sisi wenyewe pia wanakanda ya Nyasa, ukiwa na stress, una mawazo, umechoka na kazi, fika eneo kama hili hapa kisaikolojia unakaa vizuri. Kutoka hapa mwambao wa Ziwa Nyasa, Liuli, wilayani Nyasa, mkoani Ruvuma, mimi ni John Israel wa Banda TV.